Sasa nyie ndugu zangu, sisi kule Singida tunajua nyie mkikasirika huwa mnachukua uamuzi mgumu sana. Huku mnajuana kabisa mnachukuaga uamuzi mgumu. Alafu unampa mtu talaka bila utaratibu. Si unataka kutusababishia matatizo? Petrolina yuko wapi? Na huyo aliyetoa talaka bila utaratibu nani huyo? Yuko wapi? Ndo Petrolina yuko. Hebu tuambie nani huyo ambaye hajui hata utaratibu wa kutoa taraka? Ni mume wangu Anthony Mlumbi. Anthony Mlumbi. Ndiyo, ni mwalimu. Naona kabisa na jina hilo la Kikristo. Nani kampa ruhusa ya kutoa taraka? Na baba askofu yuko hapa. Baba askofu, huko Iringa taraka zinaruhusiwa? Mimi mume wangu Anthony Mlumbe, yeye alikuwa ni mwalimu anafundisha Nyololo. Akapata mwaka 2023 kahamishwa kwenda kufundisha Ikongosi. Mimi akawa ameniacha pale nyumbani Nyololo. Lakini baada ya hapo alipokuwa anaondoka na kuelekea huko Ikongosi, aliondoka siku hiyo akachukua vitu vichache, lakini siku nyingine akarudi peke yake nyumbani, akanitegea mimi nikiwa kanisani, akabeba kila kitu mle ndani. Akafunga mlango, akachukua nguo zangu za chumbani, akatupia sebleni kwa watoto. Ninarudi kutoka kanisani nazikuta nguo zile zipo pale sebleni. Nikaanza kuuliza, nikaondoka hapo nikaenda kwa mwenyekiti wa kitongoji, nikamwelekeza kwamba nyumbani pale mimi nimeona leo nguo zangu zimetupwa nje, lakini sielewi kama ni nani alionani. Na yeye ndo baba wa watoto? Ndio. Aliponifanyia vile, mwenyekiti wa kitongoji akasema ngoja nitafanya utaratibu mpaka atakapopatikana kama ni yeye amechukua. Lakini ikaonyesha ni yeye kwa sababu hapo majirani walimuona, ikaonekana ni yeye. Ikabidi niende kwenye ofisi ya kijiji ya Nyololo, wakanipa barua niende kwenye ustawi wa jamii. Nilipoenda kwenye ustawi wa jamii, wakamuita akaja. Alipokuja pale akasema huyu mama ni muongo, mkorofi, anataka kunichomea vyangu vya kazi, na pia ananitishia sijui na mapanga, sijui anafanya nini, vitu vingi tu kaelekeza pale, vitu vya uongo. Nikamwambia jamani, mimi mwenzenu sio kichani, binadamu, nina akili, na pale tunapoishi kuna uongozi maalumu ambao unaweza ukasimamia kama hivi vitu mimi huwa navifanya. Kwa siku ile ikaonekana ustawi wa jamii wakasema kwamba ngoja kwanza wewe ondoka, sisi tuongee naye. Nikatoka nje. Walipoongea naye nikarudi pale ndani. Niliporudi ndani wakasema yule afande Abdalla akasema hivi, wewe mwanamke wewe unadai hivyo vitu vitanda sijui ngali nini, wewe ulimsomesha wewe? Ni kweli. Kwa muda huo nikaondoka, nikarudi nyumbani. Siku ya pili yake nikaenda kwa mkuu wa wilaya. Nikamwambia mkuu wa wilaya, juzi nilikuwepo hapa, nimefanywa hiki na hiki. Mkuu wa wilaya kwa kweli alimuita afande Mele, akaja pale akasema ninataka huyu mama msaidie kila kitu anachodai. Akasema sawa, hamna shida mkuu wa wilaya. Ni kweli tukaenda na afande Mele, nikampa namba, akampigia. Siku inayofuata akaja mpaka pale. Akaanza kusema kwamba huyu mama ni muongo, ananitishia, ananiwekea sijui, aliongea vitu vya uongo tu. Nikamwambia jamani, mimi sasa hivi yuko wapi? Sasa hivi atakuwa yupo Ikongosi. Na mimi niwaambie wanaume, hata ukisomeshwa, ukishaoa mnakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ule ubongo uliosomeshwa unahamia pia unakuwa wa mwanamke.
Ndio maana ya mwili mmoja, si ndio hivyo? Hautaki kuendelea kujihesabu huko peke yako. Sasa hebu tuambie mama, wewe ulitaka tukusaidie nini sasa hivi? Ambacho kingine mheshimiwa, nilichokuwa nataka nieleze, kwa sababu yeye alivyoona vile alitukana mitusi michafu sana. Akanani wao ustawi wa jamii wakasema nenda pale kituo. Wewe wala usiyarudie leo, shehe na baba askofu wako hapa, usiyarudie matusi yake. Mimi nataka kusaidiwa kwa sababu alinipeleka mahakamani, nikakata mahakama ya mwanzo, nikatoa vielelezo vyote kabisa kwamba mimi sijawahi kama popote kwenye baraza la utawala sehemu yoyote ile. Wakasema hapana. Nilipokata rufaa nikaenda kwenye mahakama ya wilaya. Nilipoenda kwa mahakama ya wilaya nako wakasema rufaa lako sisi tunakataa. Lakini kuna sehemu nyingine wakawa wanasema kwamba mimi nilipe hela. Nililipa hela, anasema ni mapato ya serikali. Nililipa 200,000 kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya pili wakasema nilipe 1,500,000. Kwa mara nyingine nani yule aliyetaka umlipe? Ulikuwa unalipa kwa ajili ya nini? Wakasema wao ni mapato ya serikali. Wakawa wananitumia message zile, kama nikituma wanasema kwamba hizi message ni mapato ya serikali. Ilikuwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kesi hilo ambalo alionishtaki mume wangu kuja kutoa hiyo talaka hiyo. Na wewe ndo wakaanza kukuambia ulipe? Ndiyo. Jumla ya hela yote niliolipa ni 5,500,000. Na mume hajarudi? Haijarudi. Manake mpaka saa hizo wakawa wanasema kwamba tunakuandikia barua ili kesi lako la kukata rufaa uende mkoa mahakama ya mkoa wa Iringa. Haya, kwanza katibu yuko wapi? Katibu, umrudishie mama huyu 500,000 yake na nusu, hiyo gharama aliyohangaika nayo. Angalau apatie chakula watoto. La pili, hapa Mama Samia Legal Aid wapo? Walishapita hapa? Walishapita Mwanasheria wa wilaya yuko wapi? Mwanasheria wa wilaya yuko wapi? Afisa ustawi ambaye analielewa hili jambo? Yule aliyekuja ni nani? Ni mwanasheria. Hebu peana mawasiliano na huyu mama, lisimamie jambo lake. Tena mama mnyonge huyo, lisimamie kwa gharama ya serikali. Waunganishe Mama Samia Legal Aid muweze kuendelea nalo. Halafu mama mnyonge tu, yule mwingine yule ndugu yangu huyo anayetajwa yeye ni mwalimu, afisa elimu, basi muite, ongea naye, mwambie basi mama hata hajasema usiondoke, anasema ufuate utaratibu, anasema anatoa taraka kiolela bila utaratibu. Sasa unaanza huku mama huku ana watoto, huku anaanza kumpotezea fedha nyingine tena na kesi juu. Kwa kweli bila kuingilia uhuru wa kimahakama, hii mambo ya kumshtaki umama ni ya kipuzipuzi tu hayo. Sasa mwenzetu wa sheria hebu lifuatilie. Lakini afisa elimu yuko wapi? Anafundisha shule ya msingi, sekondari? Sekondari. Anafundisha shule ya sekondari ya Ikongosi. Haya, afisa elimu wa sekondari, hebu na wewe onana naye mama, mtafute huyo ndugu, ongea naye, wasichafue image ya watumishi wa umma. Ni mambo binafsi, lakini na sisi tunashughulika na watu na tunashughulika na mambo ya watu. Mama wa watu wanapata shida, kwa hiyo lazima tuingilie. Na mimi kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan amewaahidi Watanzania tabasamu, hata kunguni akikukosesha tabasamu na mshukia pale pale kitandani. Kwa hiyo hebu mtafuteni, na afisa elimu mtafuteni huyo ndugu, ongeni naye haya mambo ya kesi huku, watu wanaacha kutunza watoto, wanakimbizana huku.
Sasa unaondoka, unataka uondoe na kitanda. Haya, nadhani hili ngoja lifanyiwe kazi, pateni na mawasiliano yake, nitalifuatilia.